إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Leo tunaingia katika ukurasa wa 17 tukiwa bado ndani ya suratul Baqara kuanzia aya 106 mpaka aya 112, na bado Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ujumbe uliomo katika ayati hizi za leo bado wanazungumzwa Banu Israil, na bado faida zinatuelekea sisi Waislamu pia pamoja na hawa Bani Israila na walimwengu kuweza kufaidika na kuweza kuikamata njia iliyonyoka ya usawa. Anasema Muumba subhanahu wa ta'ala, ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha, hatuifuti hukumu ya aya yoyote au kuisahaulisha hiyo aya, isipokuwa tunaileta iliyo bora zaidi kuliko hiyo ambayo tumeifuta au kuisahaulisha, au mfano wa hiyo. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli shay'in qadir, hivi hujui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza. Yubayinu Allah ta'ala annahu hina yarfa'u hukma ayatin min al-Qur'an au yarfa'u lafdhaha fayansaha an-nas, Allah jalla wa ala anabainisha hapa kwamba yeye anapoondoa hukumu ya aya fulani katika Qur'an, palikuwa na hukumu fulani, hukumu ile ikafutwa, badala yake ikaletwa aya nyingine iliyobeba hukumu nyingine. Tunapoifuta au inapoondolewa hukumu ya aya fulani, au pale anapoondoa Allah azza wa jal aya kiujumla, hukumu yake na matamshi yake, fayansaha an-nas, mpaka watu wakaisahau hiyo aya kwa sababu hawaisomi, haimo kwenye kitabu. Sasa imefutwa hukman wa tilawatan, kwa upande wa hukumu na upande wa kusomwa pia. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kufutwa hukumu ya aya lakini aya yenyewe ikawa bado inasomwa, na kuna ile ambayo imefutwa hukumu yake na matamshi yake, kwa maana kwamba ishaondolewa haisomwi, basi hii mwishowe inasahulika. Ndio hiyo au nunsiha, au tunapoisahaulisha aya kabisa, kwa maana kwamba ikafutwa usomwaji wake na hukumu yake. Katika hali zote mbili hizo, tunapoiondoa hukumu ya aya fulani au hukumu na usomwaji wa hiyo aya pia, fa innahu subhanahu yati bima huwa anfa'u minha fil ajili wal ajil, basi hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala huleta kile chenye manufaa zaidi kuliko hiyo aya ambayo imeondolewa hukumu yake au hukumu pamoja na kisomo chake. Alimradi kitacholetwa mbadala wa hicho kitakuwa kina manufaa zaidi, tena katika dunia na akhira. Katika hii dunia ya haraka na hiyo akhira inayokuja huko mbele, basi tutaletewa kile kilicho bora zaidi. Na hivyo ndivyo anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala. Au bima huwa mumathilun laha wadhālika bi'ilmi Allahi wa hikmatihi, au kitaletwa kile kinachofanana na ile aya iliyoondolewa, mfanano wa faida na manufaa, itafanana na ile aya iliyoondolewa hukumu yake ama iliyosahulishwa. Na hayo yote yanafanyika kwa elimu ya Allah na hikma yake. Allah subhanahu wa ta'ala haondoi hukumu ya aya fulani isipokuwa kwa elimu yake na hikma yake. Hapo alipoiweka awali, aliiweka kwa mujibu wa elimu yake na hikma yake, na hapo alipoiondoa hukumu ya aya hiyo, basi pia kafanya hivyo kwa elimu yake na hikma yake subhanahu wa ta'ala. Elimu yake na hikma yake ilipelekea pawe na hukumu fulani, baadaye akaibadilisha hukumu hiyo akaileta nyingine. Wa anta ta'lamu ayuha an-nabiyyu anna Allaha ala kulli shay'in qadirun fayaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid, na wewe ewe nabii unatambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza, na yeye anafanya litakalo na anahukumu vile anavyotaka. Wakati mwingine huja tamko la kuuliza katika Qur'an, lakini Allah haulizi, anaamua kukanusha au kukaripia, au wakati mwingine anaamua kuthibitisha. Zote hizo ni katika aina za istifham. Istifham ya hapa ni takriri, imekuja thibitisha kwamba unajua ya Rasulullah, haijaja kukanusha. Wewe unajua ya kwamba Allah juu ya kila kitu ni muweza, na ndio maana ikafasiriwa hivyo katika tafsiri yetu. Ikaja moja kwa moja istifham kufasiriwa kwa mpito wa kuthibitishwa.
ya kwamba na wewe unajua ewe nabii ya kwamba Allah muweza juu ya kila kitu, na jambo la an-naskhu, kufuta hukumu ya aya fulani au hukumu na kisomo chake, ni katika hivyo aviwezavyo subhanahu wa ta'ala. Kwa vile unajua ya kwamba Allah ni muweza juu ya kila kitu, basi na hili jambo la kufuta ni katika hayo anayoyaweza. Istifham hii ni istifham takriri, imekuja kuthibitisha utambuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah azza wa jalla anapofuta aya fulani au kuisahaulisha, kwa ufupi hukumu ikaondolewa aya, basi italetwa aya nyingine iliyobeba hukumu yenye manufaa zaidi kuliko ile hukumu iliyofutwa, au manufaa yanayowiana, lakini wakati ule alikuwa manufaa yale, sasa aje manufaa haya. Manufaa si lazima wepesi wa utendaji, bali yanawezekana manufaa yakawa uzito wa ujira, ima wepesi wa utendaji au uzito wa ujira. Kwa mfano, hapo mwanzoni palikuwa na hukumu ya Muislamu kulazimika kuwa na subira na kuthibiti mapambanoni wanapopambana Waislamu na maadui zao 1 kwa 10. 1 kwa 10. Kwa Waislamu 10, maadui 100 watatakiwa wasikimbie vitani, kwa sababu kila mmoja kawiana na idadi ya watu 10. Lakini hukumu hii ikafutwa, ikaletwa sasa 1 kwa 2, yani atatakiwa abaki na asiondoke vitani 1 kwa 2. Kwa hiyo kupambana na watu 10 na kupambana na watu 2, hili ni jepesi kiutendaji. Kwa hiyo ni anfa, ina manufaa. Au manufaa inawezekana si katika wepesi wa utendaji, bali uzito wa ujira, kama ilivyofutwa hukumu ya wajibu wa kufunga siyam yaumi Ashura, mwezi 10 katika Muharram. Sasa mbadala wake ikaekwa wajibu wa kufunga mwezi mzima na sio siku moja. Sasa hapa pana uzito wa utendaji, lakini pia kuna uzito wa ujira na manufaa zaidi hapo kwenye ujira. Ama inawezekana iliyofutwa na iliyoletwa, basi pana uwiano, ndo mumathala, kama kitendo cha kubadilika, badala ya kuelekea watu Baitul Maqdis, sasa wakaambiwa waelekee Al-Kaaba. Kiutendaji vyote viwili vina uwiano na usawa, hakuna kwamba kimoja kina uzito kuliko chengine, kuelekea huku au huku. Hapa pana mumathala. Sasa Allah azza wa jalla kaja kulizungumza jambo hili katikati ya ayat ambazo zilikuwa zina wazungumza Bani Israila na vitimbi vyao na ile tabia yao potofu, kwa sababu na jambo la an-naskhu, jambo la kufutwa aya, ni jambo ambalo Bani Israil, Mayahudi, hawalikubali hili, na wanasema angalia huyu Muhammad haya mambo anayatoa kwa utashi wa nafsi yake, leo anasema hivi hukumu ya kitu fulani, kesho anasema vile. Mayahudi hawalitaki hilo jambo, na wanaikataa naskhu, ilhali ya kuwa naskh imo katika Taurat. Katika Taurat imekuja yani kaharamishiwa Musa kile ambacho alihalalishiwa Adam, hukumu ambayo Adam alikuwa akifanya katika kuozesha wanawe, watoto wao kwa wao wanaozeshwa. Hukumu hii imefutwa, hata Taurati imethibitisha hilo jambo. Kwa hiyo Mayahudi wanajua hasa hii ni moja kati ya ahkamu ambazo zimefutwa, kwa maana kwamba ndugu walikuwa wakioana wao kwa wao kwa udharura ulokuwepo huko nyuma, lakini Taurati ikafuta. Lakini wamelifumbia macho hilo Mayahudi. Ibrahimu aliamrishwa mchinje mwanawe, baadaye ikaondolewa hukumu hiyo, akaambiwa basi usimchinje tena Ismail, na hili limo katika Taurati na wao nalijua. Banu Israila baada ya kuabudu ndama ilikuja hukumu kwamba walioabudu ndama wote wauliwe, ikawa sasa wanauana Mayahudi, lakini baadaye ikafutwa hukumu hiyo. Katika vitabu vilivyopita pia vimeeleza jambo la kwamba Israil ambaye ndo ananasibishwa naye Mayahudi, Israil ni Yaqub alayhi salatu wasalam, alihalalishiwa yeye na wanawe kuoa dada wawili, yani mwanamke na dada yake, ndugu wawili wa kike. Lakini hilo jambo likaja kufutwa na Musa akaharamishiwa hilo jambo. Ala kulli hal, unakuta kwamba mambo kama haya yamo katika Taurat na Mayahudi wanayajua, lakini walikuja likataa jambo hili kama ni moja kati ya vitimbi vyao Banu Israili. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba hayo yote yako katika kudra yake na anafanya kwa hikma yake subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ile tabia yao ya kuwa hawataki mbadiliko, kama kwamba wao ndo wanaoleta hukumu ilhali ya kuwa Allah ana khiari yake ya kuhukumu hivi au vile, basi pia wakaja wakamkataa Isa na Injil na kusema kwamba aliyomo kwenye Taurati tu ndo wanayotaka wao, na Musa wanamtaka, lakini Injil na Isa hawataki.
Kwa kama kutakuwa kuna hukumu zimefutwa za Taurati kupitia Injili, hilo jambo wao halitaki, wanataka wabakie pale pale walipo wao. Allah tuhifadhi na shari za Mayahudi. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard, hivi hujui ya Rasulullah ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini? Wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir, wala nyinyi hamunaye pasi na Allah mlinzi wala msaidizi. Hakuna wa kusimamia mambo yenu. Walaya ni kusimamia, na katika usimamizi kuna jambo la ulinzi. Basi hakuna mlinzi na msimamizi wa mambo yenu, wala hakuna wa kukusaidieni. Ni Allah azza wa jalla peke yake ndiye anayesimamia mambo ya mja, na yeye peke yake ndiye wa kumnusuru. Hakuna anayelimiliki jambo hilo mwingine zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Viumbe asili yao ni amwatun, ni wafu tu wao. Basi hata hivi walivyo hai sasa hivi, hali yao katika kudhuru na kunufaisha ni kama ile hali yao pale walipokuwa wafu kabla hawajaumbwa. Viumbe hawajamiliki jambo, mmiliki wa kila kitu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa istifhamu hii ni takriri, mtume analijua hilo jambo, ndio maana katika tafsiri ikaja mpito sasa wa kuthibitisha, sio kuuliza. قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض يحكم ما يريد فيأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء. Umeshatambua ya Rasulullah na unajua vizuri ya kwamba Allah ndiye mmiliki wa mbingu zote na ardhi, anahukumu apendavyo, anaamrisha waja wake alitakalo na anawakataza analolitaka. Alichokiamrisha kule sasa akabadilisha hukumu yake, hayo ni katika utashi wake subhanahu wa ta'ala. ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء, na anathibitisha katika sheria kitakacho, hichi kibaki hivi hivi, na anakifuta kitakacho. Jambo la nasakh ni katika utashi wake subhanahu wa ta'ala, wala halionyeshi upungufu wa elimu yake. Elimu yake imekamilia, hikma yake imekamilia subhanahu wa ta'ala. Sio jambo la albada. Mayahudi wanasema tukisema Allah anafanya nasakh basi tutakuwa tunathibitisha kwake albadau. Albadau wanakusudia kudhihirikiwa na uso ya jua. Maana mwanadamu anaweza akadhihirikiwa leo na jambo ambalo hakulijua jana, leo akaja na msimamo mwingine juu ya lile jambo ambalo jana alikuwa na msimamo mwingine. Wakasema basi kama Allah tukisema hivyo atakuwa na albada. Si hivyo. Albadau ni kwa wanadamu, Muumba subhanahu wa ta'ala anajua kabla hajafuta kwamba nitakujafuta. Na katika hilo ni mtihani kwa waja, wanatahiniwa waja. Kwa hiyo Allah thibitisha atakacho. وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر, wala nyinyi hamunaye baada ya Allah msimamizi mwingine wa kusimamia mambo yenu, wala hamunaye wa kukusaidieni akakupeni ushindi wa kukuondoleeni madhara yenu. Hakuna wa kuondoa madhara wala kuleta manufaa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye mmiliki wa yote. Balillahu huwa waliyu dhalika kullihi walqadiru alayhi, bali Allah ndiye msimamizi wa hayo yote naye ndiye mweza. Hakuna wa kuingiza katika sheria yake mengine zaidi ya yale aliyoweka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, au nyinyi munataka mumuulize mtume wenu kama alivyo, munataka mumuombe mtume wenu kama vile alivyoombwa Musa zamani huko nyuma. Musa aliombwa afanye mambo kadha wa kadha ili waamini Banu Israili. Sasa na nyinyi mnataka mumuombe mtume wenu mambo hayo? Waman yatabaddal al-kufra bil-iman faqad dhalla sawa as-sabil, na anayebadilisha kufru kwa iman, yani kaichukua kufru akaiacha iman, hakika huyo ameipotea na amekaa nje ya njia ya kati na kati. Kashaiacha njia ya kati na kati, njia ambayo itampeleka yeye katika usalama. Sasa aya hii ni aya ambayo baadhi ya wanavyuoni wanasema makafiri kiujumla wanaambiwa nyinyi mnataka mumuombe mtume wenu akufanyieni mambo kama yale ambayo aliyoombwa Musa na Banu Israili. Na wengine wanaona inawahusu Waislamu kama mpito wa tafsiri yetu. Laisa min sha'nikum ayyuha almu'minun an tas'alu rasulakum su'ala i'tiradin wa ta'annut kama sa'ala qaum Musa nabiyahum min qabl kaqawlihim arina Allah jahra. Si katika hali yenu kabisa, hali yenu haitakiwi iwe hivyo. Enyi waumini, si katika shani yenu nyinyi kumuomba nabii wenu maombi ya kutaka kama kumpinga na kumtia tabuni na mashaka, kama walivyoomba kaumu ya Musa kumuomba nabii wao huko nyuma pale waliposema arina Allah jahra,
tuonyeshe Allah wazi wazi. Katika sura an-Nisa 153 walimwambia tataka tumuone Allah kwa macho yetu hivi hivi ndio tutakuamini Musa. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم. na yule atakayechukua mbadala wa kufru kwa kuiacha iman, akaiuza iman akachukua kufru, hakika huyu amepotea akatoka nje kabisa ya njia ya kati na kati ambayo ndio njia iliyonyoka. Sawa'i sabil ni njia ya kati na kati. Neno sawa katika lugha ya Kiarabu linatumika kwa maana ya kati na kati, kama ilivyokuja katika sura ad-Dukhan, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, mchukueni halafu wanaambiwa malaika mtieni huyo muovu katikati ya jahannam. Au kama ilivyokuja katika As-Safat, yule aliyekuwa akieleza habari yake alipokuwa duniani na yule rafiki wake muovu ambaye alikaribia kumuingiza katika jahannam kwa sababu ya suhba ya mtu muovu, basi anawahadithia wenziwe peponi. Mwisho naye anakuja chungulia na anawasimulia wenziwe, na watu wa peponi wakitaka kuwaona watu wa jahannam wanaona. Fatala faraahu fi sawa'il jahim, akachungulia akamkuta yuko katikati ya jahannam. Kwa sawa'i sabil ima ni njia ya kati na kati, na mpito wa wanavyoni wengine ukatikati wa njia, yani katikati ya njia. Sasa unapokuwa katikati ya njia ndio wasata sabil, ni tabu sana kutoka nje ya njia, tofauti aliyepembezoni mwa njia. Kwa katika Uislamu tunatakiwa tuingie ndani zaidi kiasi ambacho usiwe kando kando mwa Uislamu, imani dhaifu, amali dhaifu, mara umshatoka nje mipaka njia, ushaacha njia, usiwe hivyo. Sasa at-tariqul wasat, njia kati na kati ndio usawa. Ndio maana watu wakakatazwa wasifate vijia vingine vya pembeni, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Njia kati na kati ndio ilonyoka, inayomfikisha mtu salama. Sasa wanavioni wengine rahmatullahi alayhim wanasema hili jambo si tu kwa Waislamu, bali hata makafiri wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaambiwa kwamba waingie katika imani, waache kumuomba Mtume mambo ambayo yatakayofanana na yale walioomba waliopita kule nyuma. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samaa, wanakuomba ahlul kitabu wateremshie kitabu kutoka mbinguni. Yani Mayahudi na Wakristo wanakutaka ili wakuamini uwateremshie kitabu kutoka mbinguni kwa pamoja chote, isiwe kwa awamu aya. Kama ilivyokuwa kitabu cha Musa Taurati si alipewa kwa pamoja, basi anasema na wewe hivyo hivyo. Faqad sa'alu Musa akbara min dhalik, hao walimuomba Musa zaidi, kubwa zaidi kuliko hilo. Faqalu arina Allah jahra, wakasema tuonyeshe Allah wazi wazi. Matokeo wakaadhibiwa. Kwa hiyo hata makafiri waliambiwa hayo, na Makuraish pia walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo kama hayo. Ahlul kitab walitaka wamuone Allah, na Makuraish walimwambia lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, hatutokuamini mpaka utububujishie kutoka ardhi chemchemu isiyokauka iendelea. Na kadha wa kadha wa kadha, wakaomba mengineyo mpaka wakaja wakasema lile ambalo liliwafananisha wao na Bani Israil, au ta'ti ya billahi wal malaikati qabila, au tuletee Allah na malaika qubulan muqabalatan, tumuone hivi kwa kutazamana. Ndio neno qabila linaashiria al-muqabala, kwa maana kwamba sasa imetaka kufanana ile jahra. Ndio Allah azza wa jalla anambia na nyinyi mnamuomba mtume wenu hayo kama walioomba wale. Ingawaje katika al-mukhtasar wanakatazwa Waislamu nao wasiulize na kuomba mambo ambayo yatakuja wafananisha na wale kufaru waliopita. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim, wanatamani na wanapenda wengi miongoni mwa ahlul kitab, Mayahudi na Wakristo, wengi miongoni mwao wanapenda lau wakurejesheni nyinyi baada imani yenu mlioipata, wakurejesheni muwe makafiri kama mlivyokuwa huko nyuma, kwa sababu wengi au ndio aghlabi yao sahaba wameslimu, walikuwa kafiri wakaslimu, ukiwaacha wale waliozaliwa kwenye Uislamu. Sasa wanatamani wakurejesheni kule, hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya husda iliyomo ndani ya nyoyo zao, iliyotokana na nyoyo zao, iliyomo ndani ya nafsi zao. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, baada kuwabainikia hawa haki ilivyo, washaijua haki. Fa'fu, basi acheni kuadhibu kwa kosa lao hilo, kwa sababu Uislamu ni wanyonge, hawezi kulipa kisasi wakawaadhibu ahlul kitab juu ya kosa kama hili. Kwa hiyo waacheni, msiwaadhibu. Wasfahu, na wapuuzilieni mbali.
hata yati Allahu bi amrihi, mpaka Allah atakapoileta amri yake. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika Allahu azza wa jal juu ya kila kitu yeye ni muweza. Tamanna kathirun min al-yahudi wan-nasara an yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran kama kuntum ta'buduna al-awthan bisababi al-hasad alladhi fi anfusihim. Wametamani wengi miongoni mwa Mayahudi na Wakristo wakurejesheni nyinyi Waislamu baada imani yenu mloipata muwe makafiri kama mlivyokuwa mkiabudu masanamu. Wametamani hayo kwa sababu ya hasadi iliyomo ndani ya nafsi zao, iliyotokana na nafsi zao. Hasadi hii iliwapelekea kwamba wanataka nyinyi msifanikiwe, na hiyo ndio hali ya ahlul kitab. Wanataka Waislamu wasifanikiwe kwa sababu washajua hao wameshika ndipo hapa. Wale walobainikiwa wakaijua haki, halafu wakaendelea kubaki katika Uyahudi na Ukristo kwa kibri tu baada ya haki kuijua, basi wanajua kwamba wenzetu wameshika njia ya mafanikio. Hasadi hiyo inawapelekea wao watake Waislamu wawe makafiri kama wao. Yatamannawna dhalika ba'da ma tabayyana lahum anna alladhi jaa bihi an-nabiyyu haqqun min Allah. Wanatamani jambo hilo baada ya kuwabainikia ya kwamba huyu nabii aliyekuja ni haki kutoka kwa Allah, ni nabii wa haki na aliyokuja nayo ni ya haki. Baada ya kubainikiwa na hayo, wakataka sasa na Waislamu waipoteze neema imani. Wallahi hajaibiwa mwanadamu neema yenye thamani kama neema imani, na shaitan na makufar wanataka mwanadamu aipoteze neema hii baada ya kuipata. Na hakuna jambo linataka uchunga kulihifadhi na kulilinda na kuliongeza kama jambo la imani. Ilindwe, iongezwe, ikuzwe imani. Na hiyo ni kwa haraka ya da'wa na mafunzo ya dini yetu kupitia Qur'ani na Sunna, ndio imani italindika, itahifadhika. Sasa wanatamani fa'fu ayuha almu'minuna an af'alihim, basi enyi waumini sameheni vitendo vyao hivyo. Na hapa haikusudiwi kusamehewa kwa maana ya kwamba kuwadondoshea hatia ya dhambi siku ya kiyama. Kinachokusudiwa hapo kwa maana ya kwamba msilipe kisasi, hamna uwezo wa hilo. Haikusudiwi kwamba wasameheni kwa kudondosha dhambi kama vile Waislamu wanapoambiana kwamba nisamehe bwana, kwa maana kwamba nisiadhibiwe tena akhera, na wewe unamsamehe. Sio afu ilokusudiwa hapa. Na kila sehemu katika Qur'ani, sehemu tofauti, likitajwa jambo la al-afu kutoka kwa Muislamu dhidi ya kafiri kutokana na shari walizokuwa wakizifanya makufar, haikusudiwi al-afu ya kudondosha hatia, inakusudiwa al-afu kutolipa kisasi, kwa maana kwamba msilipe kisasi. Wasfahu, na wapuuzilieni mbali, achaneni nao. Watajawazu an jahlihim, puuzilieni mbali, achaneni na ujinga wao. Wasui ma fi nufusihim hatta yati hukmullahi fihim, na achaneni ubaya wa kile kilichomo ndani ya nafsi zao mpaka Allah atakapoileta hukumu yake juu yao. Kwa hiyo hapo ndo tumezidi kufahamu kwamba al-afu was-safhu hapo sio kudondosha hatia na dhambi siku ya kiyama, lakini ni kwamba chaneni nao. Na asili ya neno safh ni bapa, na bapa hukaa pembeni kwenye uso. Kwa maana mtu unapompa bapa lako la uso, yani bapa ni sehemu ambayo imejitandaza zaidi. Hata mtu ambaye ana uso bapa anaitwa al-asfah. Kwa hiyo fanyeni safh, kwa maana kwamba wapeni bapa la shingo na uso wenu, msikitazame hicho kitu, achaneni nacho, songeni mbele. Sasa basi hilo ndio neno safh. Hata vino vinaitwa safaih kwa sababu vimetengenezwa katika sura ya bapa, na ubao ukigeuka ukawa lauh. Sasa kwa maana kwamba umetengenezwa bapa kwa ajili ya kuandikiwa, unafaa kuitwa safiha. Kwa as-safhu ni kuachana nao, ukengeuka, kutowaelekezea nyuso. Achaneni nao mpaka Allah atakapoileta hukumu yake. Inakuja hukumu mbele, wanakuteseni lakini mbele hukumu inakuja. وقد أتى أمر الله هذا وحكمه فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. na hiyo amri ya Allah walioambiwa Uislamu waisubiri imekuja baadaye, na hukumu hiyo ambayo Allah ameihukumu imekuja. Kafiri ikawa anakhiarishwa sasa baina ya kuslim au kutoa jizya au kupigwa vita. Sasa Waislamu washapata nguvu. Mpaka Ibn Abbas akasema hawa ahlul kitabi ambao tumeambiwa tuwafanyie al-afu was-safhu mpaka itakapokuja amri ya Allah, anasema Ibn Abbas amri ya Allah ikaja kwa Banu Nadhiri kutolewa Madina na kwa Bani Quraidha kuuliwa na wengine kukamatwa kama ni mateka. Kwa amri ya Allah ikaja mbele. Na hata makafiri ilikuja amri ya Allah dhidi yao washirikina wa Kiarabu, nayo ni Badr, wakapigwa vibaya sana. Hiyo duniani na akhira makubwa zaidi yanawasubiri. Nasallallahu salamata wal afia. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir fala yu'jizunahu, hakika Allah azza wa jalla ya kila kitu ni muweza. Kwa maana hiyo makafiri hawatomshinda Allah katika analolitaka.
wajue vitimbi vyao dhidi ya Waislamu vitawageukia wao. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, kabla hiyo aya kuianza, anasema katika tafsir, thumma ba'da amri Allah ta'ala almu'minina bis-sabri 'ala al-adha amarahum bithabati 'ala dinihim wa taqwiyati imanihim faqal, kisha baada Allah kuamrisha waumini wasubiri juu ya maudhi ya ahlul kitab, akawaamrisha wathibiti juu ya dini yao, wasiache wala kutetereka, na akawaamrisha wazikitie nguvu imani zao. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, simamisheni sala na toeni zaka, kwa sababu sala na zaka penye maudhi zitakuwezesheni kufanya subra. Kwa hiyo kumbe wakati wa kunyongeshwa, maana watu kuwemo katika hali ya unyonge, wazishike hizi ibada, zitawatia nguvu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na khairi yoyote mtoitanguliza kwa ajili ya maslahi ya nafsi zenu, basi mtaikuta kwa Allah, ikiwemo khairi ya kuvumilia subira ya maudhi yao hawa na dhamira yao mbaya ndani ya nyoyo. Inna Allaha bima ta'maluna basir, hakika Allah juu ya yale mnayoyafanya ni muonaji. Ndugu zangu, aya kama hii ambayo imekaririwa sana katika Qur'ani, Allah ni muonaji, anajua juu ya kila kitu, basi aya kama hizi zinatengeneza sifatul ihsani wal muraqaba, sifa ya kwamba moyo unamwangalia Allah. Maana yake kuangalia vipi? Si kumtazama kwa macho, inachokusudiwa hapo kwamba kila kati mja anakuwa yumacho, Allah ananiona, Allah ananisikia. Kwa hiyo anakuwa haghafiliki, yuko makini kutenda jema na yuko makini kujilinda na dhambi. Hii inaitwa al-muraqaba na inaitwa al-ihsan, na hicho ndio kitu kilichowapotea leo Waislamu, wakadhulumu, wakatapeli, wakauza haramu, wakala haram. Kwa sababu hizi aya zikikaririwa, Muislamu ana kitu cha kawaida, anakipisha njia. Kumbe kila ikikaririwa inatengeneza nguvu ya imani yako kwamba Allah anakuona. Utaichunga ikhlasi yako, utaichunga nia yako, utajihifadhi, utajilinda. Ndio maana katika faida alizozitoa Abu Bakar al-Jazairi rahmatullahi alayhi akasema katika faida aya hizi ni kutia nguvu ile hisia ya muraqaba, ili mwanadamu aitengeneze nia yake na amali yake daima. Kwa hiyo tukiziona aya kama hizi tuzizingatie sana, na tutengeneze tena nguvu ya imani na yaqeen ya kwamba Allah ananiona, ananisikia, ili tuwe makini. Hata hapa sasa hivi tuko kwenye kikao hichi, anatuona, anatusikia, na ajua aliyomo ndani ya nyoyo zetu. Kwa mara tuwe tunaziangalia nafsi zetu na tunachunga hili jambo. Addu salata tamatan bi arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, tekelezeni sala kwa ukamilifu kwa nguzo zake, mawajibu yake na sunan zake. Wa akhriju zakata amwalikum ila mustahiqiha, na toeni zaka za mali zenu kuwapa wastahiki wa zaka hizo. Wa mahma ta'malu min amalin salihin fi hayatikum fatuqaddimuhu qabla mamatikum dhukhran li anfusikum, na chochote mtachokifanya katika amali njema katika uhai wenu mukakitanguliza kabla kufa kwenu, kiwe ni akiba kwa ajili ya nafsi zenu. Dhukhran, akiba. Tajidu thawabahu inda rabbikum yawm alqiyamati fayujazikum bih, basi mtakuta malipo ya amali hiyo mbele ya Mola wenu siku ya kiyama ili akulipeni. Inna Allaha bima ta'maluna basirun fayujazi kullan bi'amalihi, hakika Allah kwa hayo mnayoyatenda ni muonaji, ili akamlipe kila mmoja kwa mujibu wa matendo yake. Waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, wakasema ahlul kitabi, mayahudi na wakristo, hatoingia janna ila yule ambaye ni hudan au nasara. Na hud asili yake ni wingi wa neno haid, na haid ni aliyerejea, yani aliyerejea kufanya tauba, kwa sababu wao walisema inna hudna ilaika, sisi tumerejea kwako Mola wetu, tushaacha dhambi ya kuabudu ndama. Kwa hiyo haid alorejea, hud watakuwa ni wengi. Yani ndio mayahudi hao waliosema kwamba atakayeingia janna ni hudan au nasara, wamesema hivyo ni mayahudi au wakristo. Tilka amaniyuhum, hayo ni matumaini yao, wanatamani tu. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, sema ya Rasulullah, waambie leteni hoja yenu basi ikiwa nyinyi ni wa kweli katika dai lenu hilo. Sasa hii aya ukiichukua dhahiri yake kama kwamba mayahudi wanasema hivi, kuweni mayahudi na wakristo ndio mtaingia janna. Kinyume na hapo haingii janna zaidi ya mayahudi na mkristo. Na kama kwamba mkristo akasema hivyo hivyo, lakini ukweli wa mambo hii aya inataka kufafanuliwa. Mayahudi wanasema haingii janna ila myahudi tu, hata mkristo haingii, ndio maana yake. Na wakristo anasema haingii janna ila nani? Ila mkristo tu, hata myahudi haingii. Haija kusudiwa kwamba ahlul kitabi wanasema kubali hichi au hichi utaingia janna. Myahudi anasema myahudi tu utaingia janna, kwa dalili ya kwamba aya ijayo katika darasa ijayo mayahudi wanasema manasara hawajashika jambo, na wakristo wanasema mayahudi hawako kwenye haki, wataendana maji tu. Kwa hiyo aya kama hii haichukuliwi kwa dhahiri yake, ndio inafafanuliwa.
Waqalat kullu ta'ifatin min al-yahudi wan-nasara, kikasema kila kikundi kati ya Mayahudi na Wakristo, innal jannata khassatun bihim, hakika janna inawahusu wao tu. Faqala al-yahudu lan yadkhulaha illa man kana yahudiyya, Mayahudi wakasema hatoingia janna ila aliyekuwa Yahudi. Waqala an-nasara lan yadkhulaha illa man kana nasraniyya, na Wakristo wakasema haingii janna ila aliyekuwa Mkristo. Tilka umniyatuhumul batilatu wa awhamuhumul fasida, hayo ni matumaini yao batili na dhana zao zilizofisidika, wanajidanganya tu. Qul ayuha nabiyyu raddan alayhim hatu hujjatakum ala ma taz'umuna in kuntum sadiqina haqqan fi da'wakum, sema ewe nabii hali ya kuwa unawarudi kauli yao hiyo, leteni hoja yenu basi katika hilo mnalolidai, ikiwa ni wa kweli nyinyi katika dai lenu hilo. Bala, sivyo hivyo, man aslama wajhahu lillah, yule atakayeuelekeza uso wake kwa Allah azza wa jalla, wa huwa muhsin, hali ya kuwa yeye ni mtenda mema, falahu ajruhu inda rabbih, huyo atapata ujira wake kwa Mola wake mlezi. Wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Allah tujalie sote tuwe katika hao. Bala, maana sivyo hivyo. Ndio hapa akasema inma, si vinginevyo hivyo vilivyosemwa, sivyo. Yadkhulul jannata kullu man akhlasa lillahi mutawajjihan ilayhi, ataingia janna kila aliyefanya ikhlas, amali yake akaifanya kwa ajili ya Allah peke yake, tena akamuelekea Allah peke yake. Akamuelekea Allah kwa sababu neno wajhu amefasiri atakielekeza uso wake, lakini bila shaka inakusudiwa undani katika tafsiri hiyo. Wengine wakafasiri wajhu kwa maana ya maqsad, makusudio yake akaelekeza kwa Allah, kwa sababu neno wajhu pia linakusudiwa kwa maana an-nahiyatu wal jiha, upande. Kwa maana hiyo akaelekeza mwelekeo wake kwa Allah peke yake. Na wengine wakafasiri dini, kwa sababu dini ndio inatakiwa uwe mwelekeo wa kila mmoja wetu, akilala mpaka anaamka ajue mimi naelekea huku katika radhi za Allah na dini, nisisahau mwelekeo wangu katika kila mazingira, amri za Allah niziweke mbele. Atakayefanya ikhlas kwa ajili ya Allah hali ya kuwa amemwelekea Allah peke yake, wa huwa ma'a ikhlasihi muhsin fi ibadatihi bittiba'i ma jaa bihi ar-rasul, naye pamoja na ikhlasi yake akawa anafanya mema katika ibada yake kwa kufuata aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikhlasi na amal, imani na amal. Fadhaka alladhi yadkhulu aljannata min ayi ta'ifatin kan, huyo ndiye atakayeingia janna kikundi chochote alichokuepo. Yani kama ni Mkristo aikubali ikhlasi, afanye mema, na katika mema yenyewe ni kusilimu na kumkubali Muhammad, hapo ndo atafanikiwa. Hajatenda mema asosilimu na kukubali Uislamu. Na alokuwa Yahudi huko nyuma, uyahudi wake wa nyuma hautomdhuru kama ataingia kwenye Uislamu akamkubali Muhammad akaamini akatenda mema. Walahu thawabuhu inda rabbih wala khawfun alayhim fima yastaqbiluna min al-akhirah wala hum yahzanuna ala ma fatahum min ad-dunya, na huyo aliyefanya hayo atapata ujira wake kwa Mola wake, wala haitokuwa hofu juu yao katika ile hali watoikabili akhira watafika salama bila kuadhibiwa, wala hawatohuzunika katika juu ya dunia yao iliyowapita. Wameondoka duniani, wameacha mali, wameacha familia, hawatohuzunika. Allah tujalie tuwe katika hao. Hakuna kitu chenye thamani kama usalama wa akhira na furaha ya kule, na hakuna balaa kama hofu ya akhira na huzuni ya akhira. Na ndio maana watu wanatakiwa wakubali iman na waislamu wa kweli. Wa hiya awsafun la tatahaqqaqu ba'da maji'i an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa fil muslim, na hizo ni sifa hazipatikanwi baada ya mtume kudhihiri na kuja na utume wake, isipokuwa sifa hizo zitapatikana kwa wale waislamu waliomkubali Muhammad wakaifuata Qur'an. Sasa kama na wao wanaitaka janna waingie hapo, lakini kujidanganya tu na uyahudi wao na ukristo wao itakuwa wameshika njia sio. Min fawaidil ayat, katika faida aya hizi, anna al-amra kulluhu lillah fayubaddilu ma yasha'u min ahkamihi wa shara'i'ihi wa yubqi ma yasha'u minha wa kullu dhalika bi'ilmihi wa hikmatihi, kwamba mambo yote yamemilikiwa na Allah, anabadilisha kitakacho katika hukumu zake na sheria zake, na anabakisha kitakacho, na yote hayo ya kubakisha au kubadilisha yatasababishwa na elimu yake na hikma yake. Jambo la pili, hasadu kathirin min ahli alkitabi hadhihi al-ummata lima khassaha Allahu min al-iman wa ittiba'i ar-rasul. Hasadi ya ahli alkitabi wengi, sio wote, wako wa Kristo hawajaiona njia tu, nao pia ni wengi, hawajaiona njia tu maskini, na wala hawana kiburi, na wakijua njia ya Uislamu wataifuata, na wana ukuruba na Waislamu kama zilivyosemwa na ayat, kama Najashi alowapokea pale Ethiopia,
na ndio maana Allah mwisho akamruzuku Uislamu. Lakini wengi miongoni mwao wana hasad ambao wameshabainikiwa na haki yao, au wanaumia kwa nini haki wameipoteza na washaupoteza mustakbal wa akhira yao. Kwa hiyo bora tukose sote, si tukose imani na mafanikio na Uislamu vile vile. Basi hasadi juu ya umma huu, kwa sababu Allah ameuhusisha kuupa imani na kumfuata mtume sasa. Kila aloslim shaingia katika umma, hata huyo Myahudi na Mkristo akislim tayari kishakuwa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tamannaw ruju'aha ila al-kufri kama kanat, mpaka wakatamani ahlul kitabi umma wa Kiislamu ulioslimu urejee kwenye kufru kama ulivyokuwa huko nyuma. Allah tuhifadhi na shari za hao waliobeba hasad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.